Ndugu zangu, nataka niwaambie story moja, lakini mpaka kuamua kwamba nitawaambia hii story, yani nitakuwa nimejikaza sana. Sio rahisi kusema vitu kama hivi, lakini imani yangu mimi ni kwamba kuna mtu atapata kitu, atajifunza kitu, itamsaidia kwenye mapambano yake. Mwaka 2014 nikiwa mimi tayari maarufu, kwa sababu mimi nimetoka mwaka 2010 ndio nimetoa ile Nikikupata. 2010 pale mpaka 11 nikapata tuzo wimbo bora wa R&B, nikatoa wimbo Maumivu na My Number One Fan, nikashinda tena mwaka 2012 nikashinda wimbo bora wa R&B My Number One Fan, nikatoa Samboira Maneno Pete, nikaja nikashinda tena 2013 mtunzi bora wa Bongo Flava 2013. Mwaka 2014 nikaufungua na wimbo wangu unaitwa Unanichora, ambao nilifanya na Joh Makini, video alishoot Nisha, rest in peace. Mwaka ule sasa 2014, sijui nini kilitokea. Siku moja tu nimeamka nashtuka, naona mbona muda mrefu sana sijafanya show, sijapata kazi ya show. Nikamwambia mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi, ambaye pia alikuwa rafiki yangu, KT, unajua tujafanya show muda. Kweli. Sasa unajua hapo nyuma nilikuwa nimefanya kazi nyingi sana, zile show za tour, Kilimanjaro Music, Tanzania Music Awards tour, sijui Fiesta, hela nyingi. Unapiga show labda 15, unapata kitita umeweka ndani. Nikanunua na gari, nakumbuka nilinunua Toyota Wish milioni kama 15 hivi, unaona. Kwa hiyo hizo ulikuwa unafanya show 10 huku, show 15, show hii. Kwa hiyo ikafika ule mwaka 2014 bila kujua wala kutarajia chochote, siku moja tu show zikawa hamna. Na kipindi kile ilikuwa hela unategemea show zaidi, kwa sababu mambo ya ringtone nini hayakuwa bado hayasomeki, sijui mambo ya digital yalikuwa bado hayaeleweki sana, ilikuwa ni shows. Kwa hiyo nikashangaa tu show hamna, unaona. Imepita wiki mbili, wiki tatu, mwezi. Sasa si unakuwa unatumia zile hela ambazo unazo, zile savings zako, unakuwa unazichanja tu, unatumia, umeweka mafuta, umetuma nyumbani, umekula, umefanya nini, umenunua umeme, unatumia mwezi, miezi miwili, mitatu, minne. Kila kitu kingine kilikuwa kiko vile vile. Jina kubwa, mshindi wa tuzo, interviews kila baada ya siku 2-3, unapigiwa simu, redio za mikoani, redio za unapigiwa simu, wasanii wanataka kushirikisha. Kila kitu kilibaki vile vile, ila hela inayoingia ndani ilikata. Kwa hiyo hela zikawa zinatumika tu, unatumia, na sasa unakuwa hujui kwamba hii itaenda kwa muda gani. Kwa hiyo you just spend tu, unaona kama labda mambo yatakuwa fresh kesho kutwa. Ndugu zangu, ilienda hiyo hali mpaka zile hela ambazo nilikuwa nazo nimesave za akiba zikaisha zote. Kila kitu kiko vile vile. Kumbuka, sina kesi mimi labda skendo imenishusha au imenichafua au nini, hamna. Interviews zinaendelea kuita, sijui wasanii, yani kila kitu kiko vile vile. Na huko nje watu wanaona kila kitu kiko vile vile, normal, wewe ni msanii mkubwa. Lakini tu hela zimekaa kwa muda mrefu hazijaingia kabisa, na unatumia tu. Ndugu yangu, mpaka siku moja pale nilipokuwa nakaa, tulikuwa tumepanga pamoja na rafiki yangu ambaye alikuwa kama meneja wangu. Siku moja niece wake, ambaye binti moja miaka kama 10, alikuwa miaka kama 10-11, ambaye alikuja pale kukaa kwetu kwa muda. Siku moja ameamka asubuhi, rafiki yangu ameenda kazini, alikuwa ameajiriwa mjini. Ameamka yule binti asubuhi, ananiambia, Uncle Ben, majani ya chai hamna, naomba hela tukanunue majani ya chai. Majani ya chai pakti ile box inauzwa kama 3,000 hivi. Sina 3,000. Nikasema nini kimetokea? Hamna 3,000. Nikapata sana mawazo, nikampigia yule rafiki yangu, nikamwambia, bwana unajua Nisi hapa ameniambia naomba hela majani ya chai, hata hela majani ya chai hamna. Imekuwaje hii? Na nyuma yake kidogo
katika kupuyanga na kujaribu ku maintain kidogo maisha, gari yangu ile tulikuwa tumewekaga bondi kwa 5 milioni, na ile gari nilinunua 15 milioni. Kuna mdau mmoja tukaenda tukaiacha ile gari kwa 5 milioni, unaona, kwa riba zimejaa, muda umeenda mrefu, ile imeshindikana kugomboa. Yule jamaa alisema mpaka tumpe ile 5 milioni tu bila riba, nayo haikuwepo. Gari ikauzwa mbele yetu. Nikarudi nikaanza kutafakari, nikasema, Beni wewe, hii ndo hali halisi. Wewe ulianza huu mziki ukiwa huna mia, huna watu, huna chochote, lakini ukafanikiwa, ukatoka. Kwa nini usirudi tena pale pale ulipoanzia, ukaanza kama vile kama ulivyoanza mwanzo, ulivyokuwa huna jina, ukarudi pale pale ukaanza tena na moja. Saizi utaanza ukiwa una faida nyingi, una jina, umetengeneza, unaona, hujachafuka huko nje, na sauti unayo, kipaji unacho, utunzi unao. Rudi pale pale ulipoanzia, anza upya. Kwa hiyo nikarudi mimi, nikachukua begi langu, nikamwambia mshikaji wangu, bana, mimi naenda nyumbani. Nimetoka nikaenda Vingunguti nyumbani. Nimechukua daladala, tena siku nikasema kabisa sivai kofia wala miwani. Nimepanda daladala na begi langu. Mungu alivyo ajabu siku ile, kwa sababu nilikubaliana na hali halisi. Hata sikupata fedha yoyote, wala hamna mtu hata alikuwa na time na mimi. Kwenye daladala kulikuwa kuna wanafunzi, kuna nani, yani watu wako busy, wanafunzi wanafanya mahesabu, mwingine ananyonyesha huku, mwingine nini, konda anapita, anadai, anachukua hela, hata hamna mtu anakuangalia wala hamna time. Nikasema yani mimi nilikuwa najua ningekuwa yani singekaa kwa amani, lakini hamna mtu ana time kabisa. Hakuna mtu hata amenizingatia. Umeona? Nikashuka na begi langu nikaenda Vingunguti nyumbani. Nimefika nyumbani, mama Beni, shikamoo. Mama, nikakaa kabisa, nimefika tu nikaanza kumweleza, mama, nimekuja hapa, nimerudi, sina mia. Kwa nitakaa hapa, nitajipanga hapa tena, nitakuwa naenda studio, nikitokea hapa nitaanza harakati zangu tena upya nikiwa hapa. Akaniambia hamna shida, hapa kwako chumba chako hichi hapa. Kwa nikarudi tena kama homeboy, kama dogo aliyemaliza shule anaanza maisha, nikiwa ndani na jina. Ukikaa hapo siku 2-3 unapigiwa simu, bwana una neno gani kwa wasanii wanaochipukia? Unafanya interview kwenye simu nini, una inspire watu. Mzee alivyorudi jioni kutoka kwenye kazi zake nini, mishemishe zake biashara, maza akamwambia, bwana jamaa amerudi hapa, anajipanga tena upya, mambo yake yamevurugika huko fresh. Kwa hiyo maza, mzee akiacha pale 15,000 20 akula, maza atakutupia buku 2 hapo, weka vocha, unaona. Kwa hiyo ikawa ndio maisha yangu, na jina kubwa huko nje, watu hawajui. Usiku kama na 5,000 10,000 natoka na kula zangu Cape, nachukua daladala naenda studio kwa Ima the Boy na rekodi, naenda studio kwa Mswaki na rekodi. Umeona, siku nikipata labda sijui 50,000 laki ngapi, nachukua labda bodaboda, naenda na bodaboda, nafanya kazi kwa Ima the Boy, tunakesha usiku. Umeona, naenda kwa Mswaki, tuna rekodi mangoma, yani kama vile nilivyokuwa zamani, isipokuwa tu saizi nina jina, lakini natembea zangu usiku tu, naenda studio usiku. Unaona, nimerekodi, nimeenda hivyo karibia mwaka 2014, karibu mwaka mzima. Tumerekodi hapo nyimbo kibao, masofia manini, yamerekodiwa tu, yako ndani. Umeona, rekodi. 2000 bro, sister, nimetoka 2014 mpaka 2015 nimeishi hivyo. Karibia robo 3 ya mwaka. Mwanzo tu ndo walikuwa pazuri kidogo, lakini robo 3 ya mwaka imeenda hivyo. 2015 imepinduka, imeanza mwanzoni tu Januari nikatoa Sofia audio, nika release tu, nikatuma kwenye emails za wadau, radio nini, nika release. Mind you, wakati huo, yani muda ule wakati natoa Sofia, kulikuwa kuna trend ya watu kumwaga hela kwenye radio. Yani ndo kwaito zimetoka zile nini, wasanii wanapiga sana kwaito. Yani kutoa mziki hivi bila hela, yani mkono mtupu, ilikuwa ni kazi sana. Yani watu walikuwa, yani hela zinamwagwa yani kwenye radio, yani nyimbo zinapigwa kama njugu yani.
Kwa hiyo mimi nikatoa kisofia changu hivyo hivyo, sina 100, nikakirelease hivyo hivyo, nikatumia watu, nikawapigia simu watu, bana wimbo wangu mpya huo. Unajua watu huko nje hawajui, walikuwa hawajui chochote, wanaona tu labda wewe baili nini. Kwa mimi nikatoa ule wimbo hivyo hivyo, kama ndani ya wiki 2 ule wimbo ukaanza kulipuka, ukalipuka ule wimbo. Sofia kila sehemu, watoto wanajirekodi, akazimia ibaya, wimbo umelipuka nchi nzima. Nikathubutu, nikasema ngoja niandae Sofia Night. Umeona, Sofia Night Dodoma. Sawa, nikawasiliana na ukumbi kule Dodoma. Unaona, ukumbi fulani ulikuwa unaitwaje ule, nimeusahau jina, ulikuwa karibu na airport. Saizi nadhani ulivunjwaga zamani. Umeona, nikawasiliana nao pale, nikabana nataka nifanye show yangu hapo Sofia Night. Poa hapo, nyinyi mtauza drinks nini fresh. Poa. Nikakaa nikasema hii show ili inoge inabidi nipate wasanii wengine na support. Nikampigia mtu wa kwanza Dazen. Bana naomba favor. Kwanza Dazen nilitaka anipe mention. Nilitaka nimuombe anipe mention Clouds. Aseme tu bwana, guys bwana tarehe hii Benpo atakuwa Dodoma Sofia Night nini. Nikamwambia Dazen, bwana naomba support yako. Nafanya show yangu mwenyewe Dodoma. Naomba mention. Isema tu kwenye kipindi kwamba tarehe hii nitakuwa Dodoma. Dazen akaniuliza, favor nyingine gani unataka? Nikasema mimi niko nataka kimoyo sasa. Niko nataka tu hiyo, lakini kaniuliza nataka favor gani nyingine? Jamaa anataka kunisaidia zaidi. Nikaropoka, nikamwambia favor nyingine nataka wewe pia twende Dodoma ukawe host wa show. Akanambia say no more. Tutakuwa wote. Wote ananiwekea mafuta na accommodation tu, wapi nitafikia imeisha hiyo. Nilipokata simu nikasema, show yangu ishakuwa na Dazen ndo host. Fresh. Nikampigia mamangu Adija Kopa. Mama, shikamoo. Mwanao bwana Benpo nataka nifanye show yangu Dodoma Sofia Night. Naomba support mama, uje pale na wewe ufanye show. Nataka show yangu iwe na wewe, Weusi na mimi. Mama akaniambia sawa mwanangu, mimi nitakuja. Nikamwambia sasa mama, utanifanyaje? Utanichaji shilingi ngapi? Akaniambia mwanangu, wewe utakachojaliwa hicho, mimi nitakuja kukusupport. Chochote utakachokuwa umejaliwa utakipokea. Nikasema asante mama. Tengeneza posters nini, nikampigia Joe Makini. Joe, mzazi, na show yangu Dodoma nilikuwa nataka Weusi pale, naomba support. Joe akaniambia bwana fresh, taongea na washikaji. Kaongea na washikaji wamekubali. Inabidi tunifanye arrangement wa safari na accommodation. Bro, hao watu wote naongea nao, wao wanajua hawajui mimi hali yangu, lakini wana ile respect, wanakupenda nini. Nikawa na show iko tight kiasi hicho. Tengeneza posters nini. Fresh show inatangazwa huko Dodoma, ikawa gumzo. Nikapambana kuhangaika kupata usafiri wao na hoteli na nini. Umeona, lakini tukasafiri mpaka Dodoma, tukapata hoteli, tukakaa, tukajiandaa. Muda wa show umefika, tumeenda kwenye show, tunaenda ukumbini kwenye show. Tunafika pale kwenye show, eneo la show, sehemu ya kukatia tiketi pamejaa, kuna foleni mpaka huko. Yaani sisi tunakuja na gari, foleni tunakuta watu wa kufoleni. Sema watu wanaenda wapi? Foleni inaenda mpaka mlangoni. Yaani show ilikuwa imejaza vibaya mno. Mpaka kwenye gari pale wananitania, wananiambia Beni umeroga nini? Nikasema wala sio vitu vyangu hivyo. Basi tumeingia, tumefanya show pale, show imeisha, nimekaa hoteli. Show ile pale getini tumepata karibia milioni 15. 15 million mkononi. Sawa. Nikachukua hela kidogo, nikapanga video ya Sofia. Tukafanya video ya Sofia, rest in peace Alfani. Alfani akadirect ile video ya Sofia, tukashoot. Na Anskana alikuwepo sana pia location pale kusaidia nini. Video ikatoka, video ilivyotoka ikazidi kuchochea moto, wimbo kwa bonge la wimbo. Tour ikaendelea, nikaenda Masingida huko, wapi Manyoni, Njombe, wapi, nikaendelea kufanya hizo show. Nikarudi kwenye form. 2015 yote ikawa imeshakuwa colorful. Hela zinaingia, shows za kumwaga. 2016 Moyo Mashine nikatoa. Moyo Mashine na yenyewe ikavuruga vibaya mno.
hatujakaa vizuri. Darasa naye amekuja, tumefanya naye wimbo muziki, imevuruga mpaka Kenya, unaenda unafanya show Kenya, ikawa yani sasa hapo ndo yani non stop. Ikaja sijakaa vizuri, nikatoa phone, baby oh you check my phone na Mr Easy, vurugu. Yani nikasema pale tuliporudi, pale tulipoangukia pale, haturudi tena, hatuanguki tena. Kwa hiyo kuna setting ikawa kwenye kichwa changu, nikawa yani ni kama soundtrack naishi nayo, kwamba hata yani mambo yawe vibaya kiasi gani, tutaishi, tutakuwa yani lazima kutakuwa kuna kitu sehemu ambacho kitakupatia hela no matter what. Labda atuombei, labda upate changamoto kubwa sana, sijui changamoto kama vita labda kwenye nchi au sijui ni nini, lakini kama kila kitu kiko normal, hatuwezi kurudi kuanguka pale tena. Na kwa sababu hiyo ndio maana mimi mtu sijui atakuja na lugha gani mimi kuniambia mpaka nikakata tamaa. Siwezi nikakata tamaa. Hata nyimbo nazoimba maneno bado kidogo, jikubali. Kuna story hapo najaribu kuisema ambayo ndio soundtrack yangu mimi mwenyewe ninavyoishi. Kwa hiyo ndio story yangu nitaka ni share, naamini kuna mtu anaweza kupata chochote hapo. Imechukua nguvu sana kusema hiyo story, lakini ndio ukweli. Yeah. Pamoja sana, one love. Mungu awalinde wote, awajalie heri kwenye mambo yenu na mapambano yenu. Peace.